Askofu Josephat Gwajima amlaani vibaya Samia Suluhu kwa kumpora mabilioni ya pesa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kutoka kwenye utulivu baridi wa jengo lilowahi kuwa na misururu ya waumini kila wiki, sauti za mshangao na maswali mazito yanatawala hewa. Ni katika ngazi hizi, kuta hizi na sakafu hii iliyozoea miguu ya maelfu ya waumini, ambapo uongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima unaripoti kugundua kile unachokiita hasara kubwa iliyowahi kushuhudiwa katika historia ya taasisi hiyo, kwamba zaidi ya shilingi bilioni 2.7 za mali zilizodaiwa kupotea, kuharibika na kubadilishiwa matumizi wakati kanisa lilipokuwa chini ya uangalizi wa vyombo vya dola kwa muda wa miezi 6. Ni taswira inayozua mshangao kwa mtu yeyote anayefahamu ukubwa wa kanisa hilo. Kanisa lilofunguliwa tena Novemba 24 mwaka huu, mara ya kwanza tangu lilipofungwa tarehe 2 Juni mwaka huu. Ukweli uliojitokeza baada ya ukaguzi au wakisi kile ambacho viongozi wake walisubiri kwa muda mrefu. Walitarajia kurudi kwenye majengo yao wakiwa wamehifadhiwa kama walivyoyaacha. Badala yake walikuta mjengo uliojaa alama za kuingiliwa, sehemu zilizochakaa kuliko kawaida, na idadi ya vifaa muhimu ambavyo havikuwa tena mahali pake. Na katika ukaguzi wa pamoja uliofanyika siku moja baada ya kufunguliwa tena, kundi la viongozi wa dini, wasimamizi wa kanisa, kamati ya amani, mkuu wa wilaya ilitembea katika kila kona ya eneo hilo. Ukaguzi huu ambao uongozi wa kanisa ulitaja kuwa wa kushtua ulidhihirisha taswira mbaya zaidi kuliko fununu zilizotangulia. Vifaa vya muziki vilivyokuwa uti wa mgongo wa ibada viliwekwa katika orodha ya kupotea. Mashine za kusindika sauti zilipatikana zikiwa zimeharibika kiasi cha kutoweza kutumika. Kamera za usalama zilikuwa kimya, baadhi hazikuonekana kabisa, na kompyuta ambazo zilikuwa sehemu muhimu ya shughuli za kila siku za kiutawala hazikupatikana. Kwa watazamaji wa nje, huenda hasara kama hiyo ikaonekana kuwa makadirio tu, lakini kwa uongozi wa kanisa ambao umekuwa ukifuata utaratibu wa uhifadhi mali zao kwa uangalifu mkubwa kwa miaka mingi, orodha hiyo ya uharibifu haikuwa jambo la kubuni. Ilikuwa tu ni mwendelezo wa kile wanachoamini kilitokea wakati waliponyimwa ufikiaji wa majengo yao. Hali hiyo ilizua hisia nzito zaidi kutokana na ukweli kwamba siku ya kufungwa kwa kanisa, polisi walichukua udhibiti kamili wa eneo hilo bila kuwepo utaratibu wa makabidhiano ya maandishi. Ni jambo ambalo viongozi wa kanisa wanasema lingeweza kuwa msingi wa uthibitisho wa hali ya awali ya mali zao. Na katika simulizi lao, siku ya tarehe 2 Juni ilianza kama siku nyingine ya ibada, lakini mambo yalibadilika haraka. Kundi la polisi lilifika asubuhi na kuzingira eneo lote kabla ya kuchukua usimamizi kamili wa jengo hilo bila maafikiano rasmi. Kwa uongozi wa kanisa, tukio hilo liliashiria mwanzo wa kipindi kigumu ambacho kingedumu kwa miezi kadhaa, kipindi ambacho hawakupata fursa ya kuhakiki mali zao wala kujua kinachoendelea ndani ya majengo yao. Walijaribu kwa mujibu wa maelezo yao kupata utaratibu wa makabidhiano tarehe 21 Juni katika juhudi za kuonyesha umuhimu wa nyaraka rasmi, lakini badala ya kupata maamuzi ya kisheria, walipokea kinyume chake, kitu walichotafsiri kuwa dharau na utani wa hali ya juu. Ukuta wa ukimya uliofunga mjengo huu kwa nusu mwaka ulikuwa mzito zaidi kuliko ulivyoonekana kwa nje. Hakukuwa na ibada, hakukuwa na shughuli za kijamii, hakukuwa na harakati za vijana, kwaya au idara za misaada ambazo mara nyingi zimekuwa sehemu ya utambulisho wa kanisa hilo. Na kwa muda wote huo jengo lilikuwa chini ya milango kufungwa, kamera zikitazama kimya, na wachache waliopewa mamlaka ndio walioweza kulifikia. Kutokana na hali hiyo, ukaguzi wa Novemba 25 hukuwa tu zoezi la kawaida, ulikuwa ni hatua ya awali ya kutathmini ukubwa wa kile kilichotokea. Kwa mujibu wa viongozi wa kanisa, ripoti ya ukaguzi iliyoandaliwa baadaye ilibainisha kuwa kwa undani maeneo yaliyoharibika ambayo
ni ofisi zilizokuwa na alama za kuingiliwa, na vyumba vya kuhifadhia vifaa vilivyokuwa vimetapakaa vitu vilivyoharibika, na sehemu ya ibada ambayo ilibeba alama za uharibifu unaonekana kutokea ndani ya kipindi ambacho uongozi halali hakuruhusiwa kuingia. Athari ya kwanza na ya wazi ilikuwa kuibuka kwa makadirio ya thamani ya mali iliyopotea na kuharibika, na kwa kutumia orodha ya mali iliyokuwepo kabla ya kufungwa kulinganisha na hali ya iliyokutwa baada ya kufunguliwa, uongozi wa kanisa uliandaa makadirio yanayofikia shilingi bilioni 2.7. Makadirio hayo ambayo yalihusisha mashine za sauti, vifaa vya muziki, kompyuta, samani, kamera, mfumo wa usalama na vifaa vingine vya ofisi yamekuwa chanzo cha mjadala mpana ndani ya jamii ya waumini na nje yake. Nguvu ya sintofahamu imeongezeka kutokana na ukimya wa muda mrefu uliotangulia kufunguliwa kwa kanisa. Kwa wengi, swali kuu linalozungukwa bila kutamkwa moja kwa moja hasa kilitokea ndani ya majengo hayo katika kipindi cha miezi 6. Ingawa maoni ya kitaalamu hayakuwekwa hadharani kwa kuwa uchunguzi unasubiriwa, hoja kuu ya viongozi wa kanisa inabaki kwamba wanahitaji uthibitisho rasmi wa chanzo cha uharibifu na uwajibikaji wa wale watakaobainika kuhusika iwapo kutakuwa na ushahidi wa makosa. Na kwa sasa ripoti ya ukaguzi wa makadirio ya hasara tayari umewasilishwa kwa mamlaka husika. Hatua hii imekusudiwa kuanzisha mchakato wa uchunguzi huru ambao uongozi wa kanisa unaamini unaweza kuleta majibu ya msingi. Wameeleza kuwa ufunguzi wa kanisa ni hatua muhimu inayorejesha shughuli za kiroho kwa waumini, lakini wanasema hakuna uwezekano wa kupuuza hasara iliyotokea. Hasara wanayoamini na adhiri sio tu ustawi wa taasisi yao, bali pia taswira ya haki kwa taasisi za dini nchini. Na katika siku zilizofuata baada ya kufunguliwa, viongozi wa kanisa wamekuwa wakihamasisha waumini kuendelea kuwa watulivu. Wanasema kuwa kipindi hiki kinahitaji umakini na subira, kwani mjadala wa kisheria na kiutawala ndio msingi wa kutafuta majibu yasiyopingika. Na kwa mtazamo wao, kusimama kidete katika kulinda mali na haki za taasisi ni wajibu ambao haustahili kukosa nguvu hata baada ya kurudi katika majengo yao. Kwa upande wa jamii pana ya waumini, hatua ya kufunguliwa kwa kanisa imeleta hisia mseto. Wapo waliopokelea ufunguzi huo kama faraja ya kurejea katika ibada zao, huku wakibeba uzito wa taarifa ya hasara iliyotokea. Kwa wengine, tukio hili limezua maswali juu ya mazingira ambapo taratibu rasmi hazikufuatwa tangu awali. Lakini kwa sasa taswira iliyopo ndani ya ukumbi wa ufufuo na uzima inasalia kwa kumbukumbu ya tukio lisilo la kawaida katika historia ya taasisi hiyo. Mabaki ya samani zilizoharibika, mashine zilizogubikwa na vumbi na mifumo ya usalama iliyofanya kazi ni ishara zinazoendelea kuwakumbusha kwamba safari ya kutafuta majibu haijaanza tu, bali inahitaji mwanga zaidi. Na japo shughuli za kiroho zimerudi, kivuli cha hasara hiyo ya mabilioni hakijaondoka. Ni kama kumbukumbu ya safari ndefu ya kutafuta uwazi, uwajibikaji na haki ambayo kwa mujibu wa uongozi wa kanisa haitamalizika mpaka hatua madhubuti zichukuliwe. Ni hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa moja kwa moja bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Hapa ndipo unapokea taarifa hizo kwa kina. Zidi kuwa nasi moja kwa moja kwa kutupa support kwa kusubscribe, kulike na vile kushare video zetu.